Sasa msanii kutoka Nigeria Burna Boy amefichua kuwa albamu yake inayoitwa No Sign of Weakness, yani hakuna dalili ya udhaifu, ilihamasishwa na kipindi ambapo dunia nzima ilitarajia aonyeshe udhaifu, lakini yeye Burna Boy aliamua kufanya kinyume chake. Na pia kwenye mazungumzo yake pia Burna Boy alielezea kuwa ana tabia ya kuzipa albamu zake majina yanayoendana na matukio muhimu katika maisha yake. Lakini pia kwenye hayo mazungumzo yake Burna Boy amegusia issue nzima ya tukio ambalo pia imekuwa ni kama muendelezo wa kupata majina ambayo yanapatikana kwenye albamu zake. Kwa maana aligusia tukio la mwaka 2019 alipoenda kuperform kwa mara ya kwanza kwenye Coachella pale, na ndipo ambapo jina la albamu yake linakwenda kwa jina la African Giant iliyotoka mwaka 2019 lilipatikana. Sasa huyu hapa Burna Boy wakati anazungumzia jinsi ambavyo yeye aliamini, kwa maana dunia iliamini kwamba yeye ataenda kuonesha udhaifu, lakini yeye akafanya kinyume chake. Huyu hapa Burna Boy wakati kwa maana akithibitisha hiki ambacho nimekieleza. Na in terms of majina ya album zake ambavyo yamekuwa yakitokea na mpaka kuwa ni moja ya album ambazo zinakuwa na mafanikio makubwa sana pindi ambapo Burna Boy anakuwa anazitoa, na zinakuwa zinasumbua sana kwenye chati mbalimbali za muziki duniani. Sasa ukitaja album ya No Sign of Weakness, ni album ambayo kwa hivi sasa tunapozungumza tayari imesha set rekodi mbalimbali ambazo zimekuwa ni za kuvutia sana, kwa maana ya watu ambao wamejitokeza kusikiliza duniani kote. Sasa Burna Boy kwa mujibu wa mitandao mbalimbali ambayo iliripoti, ilipofika Novemba mwaka huu, Burna Boy kupitia albamu yake ya No Sign of Weakness ilikuwa imekusanya zaidi ya wasikilizaji milioni 253 kwenye Spotify, ikimaanisha kuwa ilikuwa inapata wasikilizaji wa wastani zaidi ya 700,000 zaidi ya 700,000 kwa siku. Lakini pia kufikia Septemba mwaka huu albamu hiyo ilikuwa imevuka usikilizwaji wa organic, yani milioni 200 kupitia organic, kulingana na ripoti ambazo zilitolewa. Lakini ukimtaja Burna Boy ama ukitaja organic, maana yake ni inamaanisha kwamba usikilizwaji wa album ulikuwa ni wa uhalisia kutoka kwa watu wa kweli, si wa kulipia au kutengenezwa na bot au matangazo ya kulazimisha. Mfano wake ni watu walioingia kwenye Spotify kwa hiari na kusikiliza albamu hiyo yote ambayo Burna Boy alitoa kupitia digital platform. Lakini taarifa njema ambayo imewavutia watu wengi na kuwashangaza watu wengi, ikiwa ni siku chache tu baada ya Burna Boy kuweka wazi kuwa kwa sasa yeye ni muumini wa dini ya Kiislamu, na kuna tetesi na ripoti kwamba mwanamuziki huyo Burna Boy yupo kwenye mipango ya kujenga nyumba ya ibada, yani msikiti mkubwa utakaogharimu zaidi ya naira bilioni 2 sawa na bilioni 3.8 za Kitanzania, na kufanya msikiti huo kuwa msikiti mkubwa na ulionakishiwa vizuri zaidi huko kusini mwa Nigeria.